sana inajulikana kama mwalimu inakujali sana inakufahamu kabisa mwana UDA mwana support Kenya Kwanza anasema ni tuta ndio nataka kuzungumzia siasa ya Western 2022 kwa watu wa kwanza kabisa hapa Kenya tukamwambia wa Kenya kwamba aso Waluya tukamwambia Waluya kwamba tafadhali tukue nyuma ya Musalia Mudavadi Wycliffe Musalia Mudavadi kama kigogo kiongozi kutoka Mlembe Nation. Kuna watu wengine wakatupikia kelele sana. Tukabeba hata Waluya kutoka hapa Embakasi East. Entire Nairobi tunapeleka pale Riverside. Waluya tuongeleshane lugha ya nyumbani. Tukawaelezea kwamba uongozi umefika wakati wake na lazima tusimame nyuma ya Musalia Mudavadi. Kuna Waluya ambao walikuwa na kiburi. Kulikuwa na viongozi ambao walikuwa na kiburi wakasema wao wanaamini chama cha ODM. Sisi tukaambia haina shida. Uamuzi ni wenu. Sisi tukaingia ndani ya UDA chini ya chama cha ANC cha Musalia Mudavadi. Na Mungu majaliwa yake tukatengeneza serikali ambayo tuko ndani sasa. Na wakati tulikuwa katika makubaliano we get agree kwamba if we deliver 30% of the votes of Western Kenya, William Samuel Ruto angetupatia nafasi nzuri sana katika serikali ya wakati. Na hilo ndio jambo na slogan tuliwaambia watu wetu. Lakini wakakuwa na kiburi. Wale idadi kidogo tulipata tulipatia William Ruto kama rais wa Kenya, hiyo nafasi William Samuel Ruto alitimiza na akatupatia hiyo nafasi ya serikali. Ndio maana leo hii the third in command wa Kenya anatoka Western Kenya, Moses Wetangula. The fourth person mwenye ako pale penye Ruto yuko Wycliffe Musalia Mudavadi ako ndani ya serikali. Lakini kuna Waluya hadi wakati wa leo hawajafungua akili waone kile kinaendelea mbele. Bado wamefunika vichwa na masikio yao, hawaoni mbele. Now, leo hii nasikia kuna vyama vinatengenezwa Western. Kuna ingine imetengenezwa na Caleb Hamisi, huyo MP wa support. Kuna ingine nasikia inatengenezwa na Sifuna. Sijakisikia sijui kinaitwaje, wakati atazindua ndo nitaongelea zaidi kuhusu. I want to tell the people from Mlembe Nation. Mimi kama mwanasiasa ambao nimepiga siasa na nimestudy siasa ya Kenya, nataka kuwaelezea hivi: msipoteze muda wenu kufuata hawa vijana ambao wanafungua vyama hapa Kenya. Musalia Mudavadi alifungua chama chake. Hawa kina Sifuna walikataa kusimama viti na chama cha ANC. Huyu Caleb Hamisi hapo isimama na chama cha Musalia Mudavadi pale support. Alisimama na chama cha ODM. Kitu ya kwanza Caleb Hamisi na Sifuna wakuja watuelezee. Sisi kama watu wa Mlembe na atuite pale Bukungu Stadi. Na nitahudhuria hiyo mkutano. Akuja atuelezee ni kitu gani ambacho kimefanyika katika chama cha ODM chenye amesimama nacho, amekuwa Secretary General. Caleb Hamisi amesimamiwa na MP, atuambie what has happened to ODM. Kila mtu akafungua chama chake ndio niunge na chama chake. Akinipatia jibu I will join them. I'm ready to join them. The moment hawajanielezea na tumekuwa na vyama Western vya Waluya hawajaisimama navyo. Wamekuwa wakisimama chama cha ODM kiongozwa na Mjaluo. Wasikuje kutuambia story kwamba Waluya hawajajiunga na chama cha ODM na chama chao vyama ambavyo vinatengeneza. That one I will not and I will be against it. Na nitawapiga mpaka dakika ya mwisho. Kwa hivyo nataka kuelezea kwamba hiyo vyama wametengeneza ni vyao. And at all if they feel kwamba wako na ubabe, wako na nguvu, wako na sauti, I'm daring them. 2027 next year. Huyu Sifuna sijui anatafuta chama kiti gani, hajanielezea. Sijui kama anatafuta ugavana, sijui kama anatetea useneta, sijui anasimama urais. Nataka kumuelezea kama unataka kusimama hiyo kitu yote, wewe ngoja hiyo time ifike ndio tutaelezana vizuri. Ndio utajua kwamba either siasa yako imekuwa ya social media ama imekuwa ya ground huku penye mimi nimesimama na wananchi. Tutakutana na wewe at that time ikifika. Kwa hivyo nataka kuambia hii social media ambayo inakudanganya wachana nayo. Wewe kuja usikize ground inasema namna gani of what you are doing. Wewe umedisrespect chama ODM ambayo imekusimamisha. Umekuwa senator for the first time. Ulisimama pale Kandui, hata ODM yenyewe hukupata. Ulikuwa simama na ODM pale Kandui pale Bungoma County. Ford Kenya iko na kulima. I want to see how far
utaenda hiyo chama yako. Number 2, the reason why I cannot support Sifuna. I cannot support Sifuna at all, na nimulia mwenzangu. Number 1, Sifuna hajatuita sisi kama Waluya. Atuelezee ni kitu gani kimefanyika ndio maana anatoka chama cha ODM. That's number 1. Number 2, hajatuelezea wale watu ambao wamemsurround. Sijaona hata Mluya mmoja mwenye ako nyuma yake wakati wa kampeni yake. I want to tell you, wale watu ambao wako wamemsurround wakati wa kampeni zake, aenda kachana nao vizuri, wakina Pauline Njoroge. Aenda akae nao kina Njoroge vizuri, waelezane vizuri. Akuja tu baada ya kuja kutuambia what is the role of Pauline Njoroge. Anafanya kazi gani pale? Is when I can listen to Sifuna. Without that, it says kamsikiza. Hii time wakati tumefika, tumechanuka. Tumeona mbele. Hii hali ya mtu kubebea watu akili. Atunabebea akili, watu akili unaenda unafaidika. And these things happen to mtu kama wakina Malala. And that's what I'm saying. Hii viongozi wetu ambao tumechagua Western Kenya, and I want to tell the people from Luya land, tafadhali tukue makini tunapochagua viongozi. Tumekuwa na mtu kama Malala. Malala ametumika. Ndio huyu zari ndio anakuja kuishia pale, sijui atasimama kiti gani. At the end of the day, ndio anakuja kufaidika in the name kwamba ati Waluya na wapeleka mahali. Yeye amekuwa Secretary General wa UDA baada ya kuanguka gubernatorial pale Kakamega. UDA kama chama tukamuonea huruma, tukampatia nafasi, alikuwa anakula almost $500,000 salary. Yeye ndio huyu pale amedanganywa na wakina Njoro. Ndio huyu ameenda. Sasa ni deputy party leader wa DCP. I don't know what is your role in that DCP. Ukikuja utuelezee what is your role in DCP? What are you doing? What are you after? Unapanga nini? Wewe ulipewa pesa, ukaenda nayo, unakuja kuambia Waluya kwamba wewe ndio mkombozi wao. Mtu anaitwa Natembeya pale. And I have been always against Natembeya. Mtu anauliza mbona why support Natembeya? Why should I support Natembeya? Natembeya mwenyewe atafuta hata uongozi wa nchi. Yeye anatetea kiti chake cha governor pale Trans Nzoia. Mimi sitoki Trans Nzoia. I don't come from there. Yeye anaongea kuhusu ati mambo ya ati kutetea maslahi ya Mluya. Unatetea maslahi ya Mluya, wewe ni kiongozi wa Trans Nzoia. Wewe ni kiongozi wa Trans Nzoia, not anywhere in the country. Why should I support you when I come from Vihiga? What should I support you? Wewe kama interest yako ni kutetea kiti chako because unajua kwamba you not get it. So that's the reason why unangangana ukiambia Waluya kwamba ati tawe to go where? Tawe to do what? Tawe kufanya kazi gani? It's high time. Just we want leaders to tell people of Kenya the truth. Sio viongozi ambao wanatumia kabila zao kwa maslahi yao wao wenyewe. Hatutaki vitu kama hizo. And that's what we are telling these young people and the leaders ambao wanakuja kujitokeza. Another person I'm so bitter about ni Khalwale. Ani Khalwale anakuja na pinga serikali. Yeye amesema yeye ni senator wa UDA Kakamega. Amepewa kazi ya chief whip wa UDA in the National Assembly in the Senate. Yeye anakuja anapinga serikali. Anapinga serikali, anatupwa nje. Sasa leo hii anapigia kelele nje. What does he give the people of Kakamega? And that's what I'm asking the people of Kakamega surely. Sisi zingine tukae chini tufikirie kwa sababu chief whip uko kwa serikali, unasukuma miradi zikuja pale kwa watu wako upate miradi. Je, wakati the moment unapinga hii serikali uko ndani unatupwa nje. What would you give the people ambao unawakilisha? Tusemezane ukweli. There's another animal inatoka pale hapa somewhere in Busia. Anaitwa Jack Anami. Huyu Jack Anami amepatwa very powerful department in the National Assembly. Yeye ameanza mambo mengine kidogo ndio amefurushwa. Now I want to ask you now, what will you give the people of Busia in your constituency ambao unawakilisha? And that is what tunaambia Waluya tumefika mahali wakati tunapata uongozi tunakuwa na kiburi. Tunakuwa na kiburi na tunadanganywa na watu wengine na tunapoteza mamlaka ambayo tumepewa na hatuwezi kupelekea wananchi wetu miradi. And that's why tunasema such kind of leaders hatuwataki Kenya. Na hiyo tunajumbuka. Niwaambia 2020 niwaambia kwamba ODM itakuwa na vitu huko. Watu wakalipigia kelele hapa. Tuko na UDA wangapi pale Western Kenya? Now 2027 and I'm telling them 2027 hautaona chama yote ya upinzani Western. That I can tell you for free. Na naambia Kenya, you bet with me. Pale Western Kenya, pale magharibi mwa Kenya, hakuna mtu atapatikana ODM. Hakuna mtu pale atapatikana chama ya opposition. Ile ya DCP alipata pale si wapi hii ya ward.
And it was by mistake, by the way. It was by mistake. There's nothing tapatikana huko. Another one tutaondiki Waluya tumeona mbele. I have a question.